fupi sana kumhusu Daniel, safari yake tangu kuzaliwa kwake walau kwa uchache, lakini pia safari yake hata kufika siku hii ya leo. Kwa tunaomba mtu azime masikio, ninyi mliopo hapa, lakini ninyi ambao mnatufuatilia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, andamana pamoja nasi ili kuweza kusikiliza. Pengine hapo ulipo unayotutazama na wewe ambaye ulipo hapa unaweza ukachota kitu na ikawa ni mwanzo wa safari yako ya mafanikio. Mimi ni Happiness Mlewa, karibuni sana. Tunatamani kumfahamu Daniel. Pengine tunamfahamu kwa juu tu Daniel. Tunakutana naye, tunazungumza naye, tunapiga story, tunacheza, tunaimba kwa pamoja, lakini pengine hatumfahamu kwa undani sana Daniel. Leo tutamfahamu walau kwa uchache kuhusu huyu Daniel. Daniel ni nani? Anafanya nini? Kwa nini leo? Daniel, tumsifu Yesu Kristo. Kati ya baba Anthony wetu pamoja na mama Patricia Lazaro Kayombo, na Mungu apumzishe amani na naombea zaidi. Kwa hivyo kijana huyu mdogo tunazungumzia sasa ilikuwa katika mikono ya watu mbalimbali, ilikuwa katika mikono ya baba na mama yangu, lakini siwezi nikasahau malezi ya bibi yangu mpendwa marehemu Benedetta, na miongoni mwa bibi ambaye mimi nilikuwa kama kochi yake. Tulikuwa tukifanya safari nyingi sana za watu, na ilikuwa kitoto cha mimi kuwa karibu sana na watu. Nilichokuwa nakipenda sana ilikuwa ni zile sherehe za watu, asikosani kuu kidogo na soda. Mimi kwa kochi ya bibi, nikiwa kochi ya bibi, baada ya kula cha kwangu bibi ananiambia nitulie naenda kulala kwa nilikuwa kwa bibi kwa chimbuko la wito wangu katika kwenda pamoja naye. Nakumbuka nilibatizwa nikiwa mkubwa sana, kama sijakosea tarehe 1 mwezi wa 7 2005 ndio napata sakramenti ya ubatizo. Na tokea hapo pia hamu yangu ya wito wa upadre ilikuwa sana, na hamu hiyo ilichochewa na bibi pia. Na toka hapo nikafanikiwa kujiunga na seminari ndogo ya Mtakatifu Maria pale Visiga mwaka 2009, nikiwa natokea Kurasini, na chimbuko la wito huo likilelewa na mtoto mtakatifu. Siwezi msahau kaka yangu Spera hapa, hii story na inamuhusu. Na ndio maana leo unaona moja talanta ambazo tunazo humu ndani ni steel band pia. Steel band ilinilea, ulikuwa ni muziki wangu ambao nikitoka shule nakimbilia kwenye mapipa, nakaa napiga, na ndio ambapo nilikuwa hivyo katika watoto mtakatifu. Kwa safari yangu ilianzia pale Visiga 2009. Natoka pale niliishi maisha ya Visiga 2009 mpaka 2012. Kulikuwa na story nyingi sana pale Visiga, lakini moja story ambayo ilikuwa interesting sana na ambayo mpaka leo imeweka alama pale Visiga ni mwaka 2012, kabla hatujamaliza shule pale Visiga seminari. Ilitokea kesi moja kubwa sana. Tulikuwa tunaitwa kikosi cha wizi wa madafu, na mimi nilikuwa ni mkwezi katika kikosi kile. Kwa moja kitu ambacho kilifurahisha sana, mkwezi ambaye ni mimi pamoja na wenzangu wengine 9, tulikuwa 10 kama wale wanawali, tukafukuzwa wote seminari. Lakini tunaishukuru serikali kwa sababu ilikuwa kipindi ambacho rekta asingeweza kufanya maamuzi ya kutofukuza, kwa sababu serikali ilishatuandikisha tufanye mtihani. Kwa tulifanya mtihani Visiga kama kituo.
Lakini tunamshukuru pia baba rector na kanisa, tulikuja kuhesabika kama ni waseminari baada ya matokeo kutoka, tukawa katika listi ya waseminari wa Visiga. Vinginevyo pengine tungefukuzwa, tungeenda kumalizia shule nyingine. Na baada ya kutoka Visiga, katika kipindi kile ambacho tunaishi mtaani, tuliishi mtaani miezi 8. Kwa sababu tulifukuzwa kabisa, suspension ya miezi 8, turudi siku ya mtihani. Katika ile miezi 8 tulifanikiwa kupata sehemu, tukaishi pale San Damiano kwa Kapuchini pale Msimbazi. Walitupokea vijana wote 10. Na tulipopokelewa pale palianzisha chachu nyingine ya mimi kumpenda Baba Francisco. Na toka pale nilijiunga na seminari ndogo ya Mtakatifu Francisco Assisi pale Maua Seminari kwa miaka miwili pale 2013 mpaka 2015. Kwa pale kulikuwa na mambo mengi. Lakini kote ambapo nilipita kuanzia form 1 mpaka form 6, moja ya kitu ambacho naweza kusema nilikuwa nikipenda sana. Mimi nilikuwa nikipenda sana muda wa burudani. Hili ni jambo ambalo hata wenzangu tunasoma nao seminari wanafahamu hilo, hata mapadri ambao kwa seminari wanafahamu. Nakumbuka wakati tunaingia pale Visiga seminari, Father Kaombe alikuwa ameanzisha kitu kinaitwa entertainment day. Kila siku ya Jumapili ya kwanza mwezi ilikuwa ni entertainment day. Wote tunakusanyika katika hall kama hili, na kila darasa lilikuwa linapewa kazi ya kufanya katika entertainment hiyo. Form 1 kazi yetu, kwa sababu tulikuwa ni njuka, ulikuwa ni kazi yetu sisi ni kutengeneza igizo lolote la wito, kwa sababu bado tuna wito. Form 2 walikuwa wanatakiwa wacheze na vitabu, lakini vitabu vile vya masimulizi, orodha na nini, wanafanya maigizo. Sijui Ngoso kipenzi cha uzembe walifanya hivyo. Lakini pia form 3 wao walikuwa wanafanya Bible knowledge in acting. Kwa tulikuwa tunafanya zile acting za judges, sijui waamuzi Deborah and Barak, zinapigwa action on stage. Kwa kile tunachosema darasani tulikuwa tunakiona on stage. Lakini form 4 wao walikuwa wanapiga poem. Sasa wakati naingia Visiga nilikabidhiwa kitengo cha sanaa. Na hii ndio ilikuwa sanaa yangu ya kwanza pale Visiga. Nilitunga igizo la kijana anayejiunga seminarini mpaka anakuwa padre. Lakini alipokuwa padre akakutana na vishawishi vingi parokiani, mpaka baba askofu akamhamisha parokia. Sasa kisa kilikuwa nini? Tukamalizia na wimbo ulikuwa unaitwa Wito wangu wa upadri. Niliutoa kutoka kazi yangu ya dukani, ule mnanda. Mimi nikawa naimba wito wangu wa upadri, waniweka matatani, mie wanaonirudisha nyuma, wengi wao waumini. Ni wito wangu wa upadri, mimi naona unalipa. Nikizingatia sitoweza shawishika baba kabla ya kufa. Alinipa usia mwanangu nilichofuata, kuwa padri. Kuwa padri na ukizingatia utoweza shawishika. Sasa waumini wamepanga unitimue. Jamani ndugu zangu, nipeni ushauri wa bure. Niache wito upadri ama nitafute mwalimie. Hiyo haiwezekani. Hiyo ni tofauti Ekaristi na mashetani. Na kama mseminari kutokwenda kanisani, na yote najua sababu mke wa fulani. Yeye akija parokiani analeta sana matani. Lakini mwisho wa siku wito wa upadri. Wito wa upadri sasa ulikuja kuishia pale Maua. Sawa, Danieli. Sasa Maua wito wa upadri lakini haujaisha baya. Nilikutana na mgonjwa mmoja anaitwa hemorrhoids. Kwa wataalamu wanafahamu, wengi tunaita bawasili. Bawasili ilinitesa sana pale Maua seminari. Almost miezi 4 kabla ya mtihani wa taifa. Kwa wakati mimi naitwa kuja kuongea na mkurugenzi wa mito Father Ndumbaro pale, akaniambia kijana wangu nenda kapumzike nyumbani. Mwakani utaungana na hawa watakaoingia malezi kule Jangwani. Kwa mimi nikaenda zangu, watu walikuwa wanaingia malezi pale Miuji. Kwa mimi nikaenda zangu kupumzika. Nilipoenda kupumzika ndio nikakutana na mengine huko. Kwa hiyo ukapumzika kimoja. Asante sana Daniel kwa story hiyo nzuri ya safari. Na huyu sasa ndiye Daniel. Tunapomzungumzia Daniel, ana vipaji vingi sana. Binafsi nilipoanza kukufahamu nilifahamu kwa wimbo wa Daladala. Yes. Yapo ambayo umeyafanya na album nyingine umetoa. Pia kuna albamu ile ndani ya Daladala, nadhani kuna albamu ya utetezi wa uhai. Nini ambacho kilikusukuma na ukahisi kwamba wewe kipaji cha kuimba?
Kipaji cha kuimba kilikuwepo tangu zamani, na si kuimba tu, hata kuigiza, kuandika baadhi ya script, yani kiujumla sanaa kiujumla. Lakini kilichonisukuma kuingia katika kipaji hiki cha kuimbaji kama Dani, nakumbuka mama yangu mzazi marehemu alikuwa ni Pentecoste. Na mara nyingi akiwa akiniona alikuwa ananiambia twende huku, usijali utaimba, huku wananyoa vidudu kama wewe, kwa njoo uimbe huku. Sasa mimi nikamkatalia. Na hata siku moja alinichukua tukaendaga kule, akamwambia sasa ni muda wa kushiriki chakula cha Bwana. Nikamwambia sawa, chakula cha Bwana nikupatia pale mbele. Wakati nataka kwenda, nafsi yangu ikasema asiende. Akamwambia twende. Sasa ilikuwa nyuma yangu, kwao nikabidi nimuunge tu niende. Lakini wakati nakaribia kwenda, na nafsi yangu ikasema nasadiki kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, nikaacha. Na toka hapo sasa kilichonifanya niingie huko, mama yangu alipofariki nilipatwa na moyo wa kusema ngoja niandike wimbo wa kujifariji. Na ndio hiyo albamu ya kwanza 2019 nikaandika ule wimbo unasema Yesu mwema. Vijana wanafahamu, niliwasalimu katika wimbo nikisema mapendo daima, salamu yetu, na kwa upendo daima tutunze imani yetu. Kwa ilikuwa ni album kidogo nikupishe, ilikuwa ni album yenye nyimbo nyingi, lakini ndani yake kulikuwa na daladala ilikuwa inatafakari maisha yetu, kwamba siku moja tutashuka, umeona, na tukishuka na bibi tulipe nauli. Sasa hauna nauli ya Fonda, nataka nauli yake, lakini nauli ni matendo mazuri. Daniel, nikukatishe, najua naongea sana. Ndio. Sasa tuzungumzie kuhusiana na hili tamasha la Kimaria. Tamasha la Kimaria, wakati unafanya utambulisho ulizungumza kwamba ilikuwa ni ndoto ya miaka mitatu. Yaani ulianza kuliandaa hili tamasha ndani mwako, ndani ya miaka mitatu umetembea nalo, na wapo ambao umeshirikiana nao kuwapatia wazo na wao hawakukatisha tamaa. Nini hasa kilikusukuma ukasema kwamba naam, lazima nifanye tamasha la Kimaria? Kwa sababu yapo matamasha mengine, ungeweza kusema labda nifanye tamasha la kwaya, nifanye tamasha labda la vijana, lakini ukasema tamasha la Kimaria. Nini siri ya Mama Bikira Maria na wewe? Kwa ufupi sana. Siri ya Mama Bikira Maria na mimi ni amenipitisha katika njia ambazo sikutegemea. Na katika njia zote ambazo mama alikuwa akinipitisha, kwangu nilikuwa nikisema mama alikuwa akinionyesha ndugu zangu tofauti na wale ndugu zangu wa damu. Na kila nikikaa alikuwa ananiambia kuna bibi yako yuko Kawe, kuna bibi yako yuko huku, kuna shangazi yako, kuna kaka yako, kuna dada yako, alikuwa akinionyesha. Na muda mwingine napatwa na tatizo, lakini sometimes nikimkimbilia mama na jikuta kwamba anakuja mtu fulani kichwani, na nitakapomtafuta mtu huyo ananitatulia tatizo hilo. Lakini siri kubwa ya mimi na huyu mama ni pale tu nilikuwa nimeongelea fumbo la kifo hapa mwanzo. Mama yangu mimi alifariki tarehe 24 mwezi wa 6 2017. Lakini baada ya wiki moja tu tulianza pia kumuuguza baba kwa pressure. Na yeye baba akafariki tarehe 22 ya mwezi wa 7 mwaka 2017. Kwa ndani ya mwezi mmoja niliwapoteza wazazi wawili kwa pamoja. Lakini baba aliniachia urithi mzuri sana wa Rozari ambayo ni hii nayo mpaka leo hii. Lakini urithi huu wa Rozari aliniachia baada ya kusali Rozari ya huruma wa Mungu saa 9 alfajiri. Tulipomaliza baba alikuwa sio tena wa kwetu. Toka pale nilibaki katika tafakari ya mama huyu, nikisikiliza nyimbo nyingi sana za mtunzi Mwalimu Pasco Mwarabu, na zilikuwa nikisikiliza zilikuwa zinanitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Nyimbo zile za mwaka 90 kwangu zilikuwa faraja. Tamasha hili la Kimaria, wewe ni kijana, unahisi litachipusha ndani ya vijana moyo wa kumpenda Mama Bikira Maria? Nafikiri siongee mengi. Tumeanza kuona amepanda hapa Filipo. Leo Filipo amefanya one among the best performance ambayo sijawahi kuiona akifanya. Na nilimwambia nahitaji uende pale kwa sauti za kuigiza, tuwafanye watu waelewe mama anataka tumuelewe namna gani. Kwa huyo muone ni mmoja. Wapo vijana kule nyuma wana talent, tutawasikia leo. Sio chini ya 8 wako pale. Ni mfano. Lakini toka hapo na imani vijana wengine wenye vipaji wataamka. Baskofu alikuwa ananiuliza, huyu Kapandila ndio nani? Baba huyu ndio Kapandila, anaimba na ni moja ya vijana ambao wenye talent kubwa. Lakini
nisongee mengi. Toka hapa nafikiri tutatembea taratibu na vijana hao wenye vipaji. Unaambia nini vijana ambao hawajakuelewa bado? Watanielewa tu baadaye. Hapa sijaanza kazi yangu. Asante. Daniel, mimi ninakushukuru sana. Najua tungetamani kuzungumza mengi, lakini kutokana na muda, watu wanataka kupata burudani, basi tuache wapate burudani. Hepi, kabla hawajapata burudani, niongee kipengele kimoja cha msingi sana mno. Wakati naandaa tamasha hili la Kimaria, kwangu alikuwa wazo la Marian Concert peke yake. Huu ulikuwa ni mkakati wa Marian Life, yani maisha ya Kimaria. Na mkakati huu wakati na uunda, kwangu niliona kuna mambo ya msingi ya kutembea nayo. Na moja ilikuwa ni Marian Charity, yani matendo ya upendo ya Kimaria. Mama alitoka akiwa na mimba, akaenda nchi za milimani. Sema nchi za milimani. Nchi za milimani. Tafute mama mwenye mimba ile milima Uluguru kama ataweza, kwa ndugu yake kumsalimia. Kwa alienda mama hivyo. Lakini la pili ni Marian Education ndani ya Marian Life. Ni mkakati ambao utaendelea. Wapo watu wasifahamu huyu mama. Kuna watu kimwekea mama wa Guadalupe, ukamwekea mama wa Ludi, wa Kibeo, ukamaliza hapo na Mijogori, ashachanganyikiwa kabisa, ajue hata huyu ni mama wa wapi. Kwa kunapaswa kuwapa watu elimu kuhusiana na mama Bikira Maria, kujua matokeo yake, ahadi alizotoa, namna alivyoishi, na hata vyama vya kitume ambavyo vina hali ya Kimaria. Na nafikiri hili lipo ndani ya Marian Education. Tatu, MC nivumilie, hapa ndio msingi wenyewe ulipo. Tatu, ni Marian Pilgrimage. Hii ni hija za Kimaria. Na sio tu hija za Kimaria, ni hija pamoja na sala. Kwa niliona kuna msingi wa kuchachusha hili. Zipo hija zinafanyika ndani ya kanisa, lakini hausikia masa zake. Kuna watu hawajui kama kuna watu wanaenda Israel. Baba Kasembo, wapo watu hawafahamu hapa. Kwa mimi nikasema, kwa nini siwasaidie wengine wakajua kwamba hizi hija zipo? Wanaotoka hija wakirudi tupate kuwasikia waliona nini. Lakini la 4 katika Marian Life ndio hili Marian Concert ambao leo tunaanza. Kwa hiyo kimsingi huu ni mkakati ambao leo unaanza na Marian Concert. Tutapomaliza Marian Concert tutatoka twende kwenye Marian Charity. Tukafanye charity inayopaswa kufanya kwa wana Maria. Tukitoka hapo tupate elimu ya Kimaria kupitia mtandao na itakuwa ni endelevu. Tukitoka hapo tuhamasishane kwenda hija na kusali. Lakini baada ya hapo kila mwaka tukutane tumsifu mama katika Marian Concert tukiwa na malengo mbalimbali kila mwaka. Asante. Basi mimi ninaomba nikushukuru sana Daniel kwa muda wako, nafasi yako hii nzuri ambayo umetupatia, na huyu sasa ndio Daniel. Kwa hivyo basi ametuamsha na sisi ambao tunatamani tunakereketwa ndani mwetu kufanya kitu kama hiki, hususan kinachomhusu mama Bikira Maria. Huu ndio mwanzo. Tuburudike, tufurahi na tutiane moyo. Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni kwa kuandamana pamoja nasi. Kwaheri. Asante.